Sijawahi kumuona mwenye haki akiachwa wala uzao wake ukitangatanga katika kuomba chakula. Mungu akujalie sana katika kutenda mema. Na Mungu akupe neema ya kutenda mema. Lakini umkumbushe Mungu katika mema. Kuna wakati mwingine unapitia mapito magumu, uwe na cha kumkumbusha Mungu. Nabii alikwenda kutoa unabii katika nyumba ya mfalme Hezekia. Akamwambia, Bwana asema utakufa. Na alikuwa ni nabii ambaye akitoa unabii, neno hilo halirudi bure, lazima litokee. Lakini Hezekia aligeukia ukutani, akamkumbusha Mungu juu ya mema, kwa sababu mema ni uzima na mema yanazuiaga mauti katika maisha ya watu. Alipoomba akamueleza Mungu, akaugeukia ukuta, akasema na mawe ya ukuta wa nyumba yake, akayaorodhesha. Nafikiri alipoangalia ukutani alikuwa anaona moja baada ya jingine. Nataka nikuhakikishie, Mungu alimwambia nabii upesi, rudi haraka uende katika nyumba ile ukamwambie Hezekia, nimekuongezea umri wa miaka mingine 15 ya kuishi. Miaka 15 White House, miaka 15 Ikulu ni zaidi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosema miaka 10 Ikulu. Na sio miaka ya njaa, ni miaka ya baraka na heshima ambayo Mungu alimpa. Lakini kwa sababu ya kumkumbusha Mungu juu ya mema, uwe basi na kitu cha kukumbusha. Hata katika Kwaresma hii tumesema juu ya kugusa maisha ya watu. Tuna kazi ya ujenzi wa kituo cha watoto wenye usonji. Tumetangaza juu ya watoto yatima, wajane wanaoishi na madawa ya kansa, madawa ya HIV, ambao wanahitaji chakula na lishe. Wakati wa Pasaka tumeambia watu wenye kitu cha kugusa maisha ya watu mema, karibuni. Mimi sijui hata kwenye ofisi ya parishweka wamekuja watu wangapi katika Pasaka hii kuhakikisha wale wahitaji wanaohitaji kutunzwa. Tuna vituo vya watoto yatima. Kanisa letu linatunza nyumba ya watoto yatima kule usharika wa Kimara. Tumetangaza hapa. Lakini umetenda mema, unacha kumkumbusha Mungu kwenye maisha ya kwako. Ni muhimu sana ujue kwamba kutenda mema kunaleta impact kubwa katika maisha ya kawaida. Na hii ni Kwaresma, na tunaingia katika juma hili takatifu la Pasaka, na tunaadhimisha fumbo hili la imani la Pasaka ya mwaka huu. Lakini umetenda mema, lakini utafakari sana katika kutenda mema. Maana ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki lenye kuponya katika mbawa zake, tazama litawazukia ninyi.